Heri ya sikukuu ya Idi kwa Waislamu wote na karibu kwenye habari za ulimwengu. Katika hatua inayozidi kuongeza hofu ya mvutano wa kijeshi barani Ulaya, Russia imeanza rasmi mazoezi makubwa ya kijeshi karibu na mipaka ya nchi wanachama wa NATO, jambo linalotafsiriwa na wachambuzi wa siasa za kimataifa kama ishara ya maandalizi ya hali yoyote ya dharura ya kijeshi. Mazoezi hayo ambayo yamehusisha maelfu ya wanajeshi yamefanyika katika maeneo ya kimkakati karibu na Ulaya Mashariki, huku yakijumuisha matumizi ya silaha nzito, vifaru, ndege za kivita pamoja na mifumo ya makombora yenye uwezo mkubwa wa kushambulia malengo mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, mazoezi hayo hayalengi tu kuonyesha nguvu ya Urusi, bali pia kupima utayari wa vikosi vyake katika kukabiliana na kile kinachoelezwa kuwa vitisho vinavyoongezeka kutoka kwa nchi za Magharibi, hasa zile zilizo chini ya mwamvuli wa NATO. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametoa kauli kali akisisitiza kuwa nchi yake haitavumilia kile alichokiita kuzingirwa kijeshi na mataifa ya Magharibi, akionya kuwa hatua yoyote ya uchokozi itajibiwa kwa nguvu kubwa isiyotarajiwa. Katika mazoezi hayo, vikosi vya anga vimeonekana vikifanya doria mara kwa mara, huku ndege za kivita zikifanya majaribio ya kushambulia na kujilinda dhidi ya mashambulizi ya ghafla, hali inayodhihirisha kiwango cha juu cha maandalizi ya kijeshi. Aidha, mifumo ya makombora inayoweza kubeba vichwa vya nyuklia imeripotiwa kushirikishwa katika mazoezi hayo, jambo ambalo limezua wasiwasi mkubwa kimataifa, hasa kutokana na historia ya mvutano kati ya Urusi na NATO. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa hatua hii inaweza kuwa sehemu ya mkakati mpana wa Urusi ya kuonyesha kuwa bado ina uwezo mkubwa wa kijeshi na iko tayari kulinda maslahi yake kwa gharama yoyote. Kwa upande wao, baadhi ya nchi wanachama wa NATO zimeanza kuongeza ulinzi katika mipaka yao, huku zikifuatilia kwa karibu mienendo ya kijeshi ya Urusi ili kuhakikisha kuwa hakuna tukio lisilotarajiwa linaloweza kusababisha mgogoro mkubwa zaidi. Hali hii imeibua kumbukumbu za matukio yaliyotangulia kabla ya kuanza kwa vita vya Ukraine, ambapo mazoezi ya kijeshi yaligeuka kuwa hatua halisi za kijeshi ndani ya muda mfupi. Kwa sasa dunia inaendelea kushuhudia kwa makini hali hii ya taharuki, huku swali kubwa likiwa ni iwapo mazoezi haya ni maandalizi ya kujilinda tu au ni ishara ya hatua kubwa zaidi inayoweza kubadilisha usalama wa kimataifa kwa kiwango kikubwa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.